Mei 8 mwaka 2025 ilikuwa ni siku ya furaha tele, kwani kanisa Katoliki lilimpata halifa mpya wa Mtakatifu Petro, yaani Papa Leo 14. Katika uchaguzi mzima au katika mchakato mzima wa kumtafuta papa mpya, yako maswali mengi yalijitokeza, ikiwemo nini faida ya mabaraza 12 ya makardinali kabla ya uchaguzi wa papa mpya. Padre Godfred Mwanyika kutoka Jimbo Katoliki Njombe anatoa ufafanuzi wa kina wa swala hili. Kwanza tunamshukuru Mungu kwamba mchakato wa kumchagua Baba Mtakatifu anayeketi kwenye kiti cha Mtakatifu Petro umekamilika, na sasa tunaye Papa Leo wa 14. Baada ya Papa kufariki, kiti cha Mtume Petro kinakuwa wazi. Kardinali anaitwa Camerlengo ndiye anayetangaza taarifa ya msiba. Basi makardinali kutoka kote duniani wanaalikwa kwenda Roma, kwenda kumpumzisha hayati Papa aliyefariki, na kinachofuata ni uchaguzi wa Papa mpya. Sasa baada ya kumpumzisha hayati Papa, hawaanzi na uchaguzi mara. Kunakuwa na siku kadhaa za maombolezo. Kwa mfano safari hii kulikuwa na siku 9 za maombolezo, kusali kwa ajili ya kumuombea hayati Papa Francis na kujadiliana juu ya hali ya kanisa sasa duniani na mahitaji ya kanisa, na pia ni kiongozi wa namna gani, ni papa wa namna gani ambaye tunamhitaji kwa ajili ya kuliongoza kanisa katika nyakati tulizo nazo. Kwa hivi huwa wanajadiliana kwa uhuru kabisa. Wanapanga waanze tarehe ngapi uchaguzi wa papa. Kwa mfano safari hii walipanga baada ya kumaliza siku 9 za maombolezo, wameendelea na majadiliano pamoja na tafakari pamoja na kusali, halafu tarehe 7 mwezi Mei wakaanza kupiga kura kwenye kikanisa cha Sistine. Kwanza kabisa wanasali, wanamkabidhi Mwenyezi Mungu kazi kubwa ambayo inakuja mbele yao ya kumchagua mrithi wa kiti cha Petro. Na faida ya pili, wanafahamiana. Ni nafasi ya makardinali wale kufahamiana, kwa sababu ni makardinali ambao wametawanyika katika mabara yote ulimwenguni. Wanafahamiana, na tafakari ambazo wanazifanya basi zinawasaidia kuona ni mtu yupi Mungu awaonyeshe ambaye ataweza kufaa kuliongoza kanisa. Kwa hivi kufanya vikao vile, kusali na kufahamiana kuna faida kabla hawajaingia kwenye conclave, kwenye uchaguzi. Na pengine mijadala na maelezo yanayojitokeza katika vikao hivi vya awali vinaweza kuchukuliwa kama mwongozo au dira kwa ajili ya huduma ya papa mpya aliyechaguliwa. Kwa upande mmoja ndiyo, kwamba wanapomchagua kiongozi wanatazama sifa na mahitaji ya kanisa kwa wakati tulio nao. Lakini baada ya kumpatikana papa mpya, sasa ni uhuru wa papa mwenyewe kuweka vipaumbele vyake. Hapo tena hawezi kumpendekezea, ila ni yeye mwenyewe kwa uhuru wake na utashi wake ataamua vipaumbele vyake viwe vipi, mada zake ziwe zipi, aanze na lipi. Hapo papa mpya anakuwa na uhuru kamili. Habemus Papam. Naam, tunaye papa mpya. Ni maneno yaliyotoka kinywani mwa Kardinali Shemasi Dominic Mambet kutoka Ufaransa, akiashiria kwamba kanisa Katoliki linaye halifa mpya Mtakatifu Petro, yani Papa Leo 14. Je, umewahi kujiuliza ama kutafakari ni mambo gani yanayojitokeza kabla ya tamko hili rasmi la kutamka kwamba tunaye papa mpya lililotolewa na Kardinali Dominic Mambet? Padre Godfred Mwanyika kutoka Jimbo Katoliki Njombe naye alitupatia ufafanuzi wa kina juu ya swala hili. Karibu msikilize. Baada ya kuwa kardinali mmojawapo aliyepigiwa kura amepata kuanzia 2/3 ya kura zote, na safari hii ilitakiwa warau kura kuanzia 89 na kuendelea,
Baada ya kuwa mmoja amepata kuanzia 2/3 ya kura, basi hufanyika mambo makuu mawili. Jambo la kwanza, kiongozi anayeongoza mchakato wa uchaguzi, na safari hii alikuwa Kardinali Pietro Parolin, atamuuliza yule ambaye amepata kura kuanzia 2/3. Atamuuliza maswali mawili. Swali la kwanza atamuuliza, makardinali wamekuchagua wewe kuwa mrithi wa kiti cha Petro, kuwa papa. Je, unakubali? Baada ya yule aliyechaguliwa kukubali, ataulizwa swali la pili, utatumia jina gani? Alafu yule ambaye amepata kura hizo kuanzia 2/3 atataja jina ambalo atalitumia katika uongozi wake. Baada ya kuwa papa amepatikana tarehe ile 8 mwezi Mei, siku iliyofuata tarehe 9 alisali misa, aliadhimisha misa katika kikanisa kile cha Sistine pamoja na makardinali waliokuwa wamehusika katika uchaguzi, na yeye sasa kama kiongozi wa kanisa zima ulimwenguni alisali mle ndani. Misa ya pili ambayo sasa itakuwa kubwa itakuwa tarehe 18 mwezi Mei. Hii ataiadhimisha katika uwanja wa Mtakatifu Petro. Hakutakuwa na majukumu mengi au mambo mengi ya nje. Itakuwa ni adhimisho la kiliturujia. Lakini miaka ya nyuma hadi Papa Paulo wa 6 kulikuwa na jambo jingine ambalo lilikuwa linafanyika. Alikuwa anavishwa rasmi kofia la uongozi. Kiingereza inaitwa coronation. Alikuwa anavishwa kofia hiyo kuonyesha kwamba yeye sasa ni mtawala mkuu wa kanisa ulimwenguni. Na sifa hiyo au hali hiyo basi aliondoa Papa Yohane Paulo wa kwanza. Kuanzia Papa Yohane Paulo wa kwanza hakuna kuvishwa kofia hilo la coronation. Na jambo la pili ambalo Papa Yohane Paulo wa kwanza aliliondoa ilikuwa ni kuingia katika kanisa la Mtakatifu Petro na kuletwa uwanjani, kwenye uwanja wa Mtakatifu Petro akiwa amebebwa. Miaka ya nyuma mapapa walikuwa wanaletwa pale wakiwa wamebeba. Lakini Papa Yohane Paulo wa kwanza aliingia katika uwanja wa Mtakatifu Petro akiwa anatembea yeye mwenyewe kama mchungaji. Kwa hivyo tangu wakati ule papa aliyefuata Yohane Paulo wa pili na waliofuata hadi huyu sasa wanafika wakiwa wanatembea wao wenyewe kama maaskofu, wakiwa na fimbo ya kichungaji, na pia hawavishwi ile kofia la kuonyesha kuvikwa mamlaka. Na anapoanza uongozi wake, anazindua kipindi chake cha uongozi, basi tujue kwamba atatekeleza majukumu yake kupitia idara mbalimbali za Vatikano. Vatikano ina idara mbalimbali ambazo kupitia hizo basi uinjilishaji unafanyika. Nikitaja idara chache, kuna idara ya mafundisho ya imani, idara ya enezo la imani, idara ya ekumene, idara ya mahusiano na dini nyingine. Kwa hivi idara hizi hushikwa na makardinali, na wakati mwingine kushikwa na askofu mkuu, na mara chache sana huweza kushikwa na askofu. Kwa hivi huenda siku ile atatangaza rasmi vipaumbele vyake, au anaweza asitangaze vipaumbele vyake. Lakini ndani ya muda huu, hata kabla ya tarehe 18, atakutana bila shaka na makardinali ambao wanaongoza idara hizo mbalimbali ambazo baadhi yake nimezitaja. Naam, mfuatiliaji na mtazamaji wetu wangependa kufahamu misa ya tarehe 18 kwa nini isiadhimishwe katika
Kathedro ya Roma inaadhimishwa katika Basilika ya Mtakatifu Petro? Asante ndugu mtangazaji. Pale Roma kuna makanisa makuu manne. Kwanza kuna kanisa la askofu wa Roma. Hilo ni kanisa la Mtakatifu Yohane la Laterani. Pale pana kiti cha askofu wa jimbo Katoliki la Roma. Halafu kanisa la pili ni kanisa la Mtakatifu Paulo nje ya ukuta. Hilo limejengwa kwa heshima Mtakatifu Paulo, mtume ambaye alifia hapo Roma. Kanisa la tatu ni la Mama Maria Mkuu, Santa Maria Maggiore. Hili ndio kanisa kongwe kabisa ambalo lilijengwa kwa heshima ya Mama Maria. Na kanisa la nne ndipo sasa kilipo kiti cha mtume Petro, kanisa la Mtakatifu Petro. Sasa tarehe 18 atakapoadhimisha misa kwa ajili ya uzinduzi wa uongozi wake, atasali kwenye kanisa la Mtakatifu Petro. Adhimisho hili ni kwa ajili ya kanisa la ulimwengu mzima. Kama askofu wa jimbo la Roma, bila shaka atapanga nafasi nyingine kusudi aweze kukutana na mapadre wanaohudumu jimbo lile la Roma. Kama askofu wao ataenda kusali kwenye kanisa la Mtakatifu Yohane la Laterano. Je, umejifunza lolote kutokana na swala hili? Tuandikie hapo chini kwenye comment na tutasoma hapo baadaye. Asante na kwaheri kwa sasa.